na hasara. Andika, je, bado mambo machache sana tunamalizia. Je, kulikuwa na faida zipi na hasara zipi kwa wana wa Israeli baada ya kukaa utumwani miaka 430? Je, kulikuwa na faida zipi na hasara zipi kwa wana wa Israeli baada ya kukaa utumwani miaka 430? Andika kama swali ili unapotoa majibu yanakusaidia. Jambo lote lina faida na hasara. Unajua hata mateso, changamoto. Unajua unapata changamoto nyingi. Wengine unatamani kupata uzao haraka. Unapotokea ukia shida, wanawake nje hujui. Ukiona mwanamke analilia uzao kwa muda mrefu, aidha mimba zinaingia zinatoka, aidha watoto wanafia tumboni, aidha mimba kwa muda mrefu na hajawahi kuharibu mimba, hajawahi kutoa mimba, hajawahi kufanya hiki, hajawahi kufanya chochote cha kuzuia mimba, akaishi mramba mmoja, huyo mtu tumbo lake beba watu wenye hatima kubwa. Wanaoharibu wengi wanakwenda kwa waganga wa kienyeji. Unapokwenda kwa waganga wa kienyeji utapewa madawa na maagano. Ili dawa nyingine ifanye kazi mwili na maagano. Unapokwenda na maagano, tafsiri yake ni kwamba hata kubeba mimba anakuwa ni mtoto wa dawa. Yaani maana yake ni mtoto wa hiyo madhabahu ya kijanga uliopewa. Kama ambao ukija kwenye madhabahu ukikwambia bwana pokea uzao, lakini ni mtoto anatoka kwenye madhabahu ya Mungu, kwa neno la Mungu. Kwa ukienda kwa mganga wa kienyeji ukabeba mimba au katungisha mtu mimba, mtoto atazaliwa kao ukijua huyo ni mtoto wa hiyo madhabahu, ni mtoto wa dawa. Kwa kinachotokea maana yake katika ulimwengu wa roho umepanda DNA mbili. Kuna DNA ya kibinadamu lakini kuna DNA ya ufalme wa giza. Huyo mtoto lazima atatembelewa na roho za ufalme ule kwa sababu ndio mmiliki wake. Ndio maana hata Hana alipoweka agano juu ya Bwana kwa baada ya kuzaliwa Samueli alisema ukinipa mimi Bwana wa kiume. Ndio maana alipozaliwa tu akamkumbusha Bwana umenipa, akasubiri kumwachisha, akapeleka agano lake sadaka akachinja na mtoto akamkabidhi kwa nani? Kwa Bwana. Mtoto akakua. Inasema akapata kibali machoni pa Bwana. Maana alikuwa ni mtoto wa kimadhabahu wa kimungu. Ndio maana nabii Samueli mmoja wa manabii wakubwa ambao wana historia kubwa. Samueli alikuwa ni nabii lakini alikuwa ni mpatanishi. Kwa kama ni wewe pia ulikuwa na mtoto wa dawa, pengine mama yako alifanya maagano na uganga, ndio maana kuna shida unayopitia. Mtoto wa dawa na maagano ya madawa. Mbona mzako naelewa kitu? Nataka leo uelewe. Sasa kuna namna utatoka hapo. Kwenye mahangaiko ya dunia kuna mambo mengi. Huwa atakushawishi hiki, huwa atakushawishi kile, lakini pata maelezo sahihi. Sio unatoa mfano mtu kama mfanya biashara mwanao. Vita mengi, huwa anakwambia hiki kwa hiki. Kata tu unaingia kwa ukiona kwamba umefanikiwa, lakini mateso unayopitia unayajua. Ndio maana sisi tumekuja issue ya kuibiwa utajiri wa wanaume. Kugusa bega tu imeenda hivi. Nasubiri kuona watoto wa kiroho watavaa haya matakataka. Ona kwaje wa Yesu anavaa mipira. Ona akili timamu. Kama mwanaume aje achukue ya kwangu. Chapia Yesu makofi. Chapia Yesu makofi. Sasa wewe jiulize, kama mtu akikugusa bega, mzigo unaenda. Hiyo mpira ya pili itazuia mzigo usiende. Tunazuia kwa jina la Yesu. Amen. Tunazuia kwa jina la Yesu. Tunazuia kwa jina la Yesu. Hizo ni aina ya kafara za ufalme wa giza. Nimeona clip moja somewhere, ni kweli. Ile leo Mungu alishoba ile ni nini mazingaombwe. Jamani mtu mzima amebadilishiwa mzigo. Kama mtu kwa miaka 2